kama Sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, leo tarehe ya 19 mwezi wa 12 mwaka 2025, tunakuwa mbele ya Bwana kumshukuru kwa baraka zake alizoletea sekretarieti yetu. Tunamshukuru kwa nia moja kuu kwa kutuletea Padri Chesko Msaga miaka 5 iliyopita kama naibu katibu mkuu wa baraza na pia mkurugenzi katika kurugenzi mbalimbali hapa kwenye baraza, na tunatoa shukrani kwa sababu inabidi atumwe tena kama misionari, anatumwa tena kwenda kuhudumia kanisa la Yesu huko kwingineko. Anatumwa kwenda kutoa utume kule Roma, makao makuu ya shirika la mapadri wa damu azizi ya Yesu, ambapo atakuwa akihudumu kama katibu mkuu wa shirika duniani. Kama sekretarieti tunamwambia Mungu asante kutupa baraka na zawadi ya padri huyu, na anapoondoka tunafurahi na tunapenda kwa kweli kumkabidhi mikononi mwake yeye aliyemtuma Yesu Kristo mfufuka. Alimchagua akamkabidhi majukumu ya kikuhani na majukumu mengine ya kiuongozi, na hivi anapopewa jukumu jipya tunapenda kumwambia Yesu, endelea kumtumia mtumishi wako, aendelee kufanya kazi zako kama unavyomwagiza wewe. Kwa hivyo wapendwa wana sekretarieti, nia hiyo tulionayo leo ya kumshukuru Mungu kwa kuwa na baba Padri Chesko hapa kwa miaka 5 imekuwa ni baraka, imekuwa ni furaha. Ameongeza nguvu fulani katika sisi kumtumikia Yesu kupitia utume wetu wa maaskofu hapa. Kwa hivyo nia ya misa yetu ndio, lakini pia tunatambua kwamba tuko kuelekea sikukuu za mwaka mpya na sikukuu za Noeli na mwaka mpya, nasi tunapenda kumwambia Mungu asante kwa kipindi alichotupatia katika mwaka huu, na hivi tunapenda kumpa shukrani zetu na kumwomba baraka zake katika sikukuu hizi zijazo. Na kama familia basi tunapenda kusema pia tuombe uwepo wa Yesu katika maisha yetu, katika familia zetu, ili yote tuyafanyayo yawe katika kueneza ufalme wa Mungu, ufalme wa Yesu hapa Tanzania. Tukijua katika maisha yetu hapa duniani tuko wakamilifu katika mazingira mbalimbali, kila mmoja wetu ajiweke mbele ya Mungu, aone ni kwa namna gani ametimiza majukumu yake na ameshindwa, na hapo tuliposhindwa tutumie nafasi hii kuomba msamaha kwa Mungu mwenyewe ili tuweze kutolea misa ya shukrani tukiwa na mioyo nyeupe. Tuanze ibada yetu kwa kukiri dhambi zetu. Namuungamia Mungu